Namba 7. Hii inaitwa choosing curse, laana inayochagua. Choosing curse ni laana inayochagua. Tutasoma maandiko mawili hapa. Hesabu 12 mstari wa kwanza na kuendelea. Alafu tutasoma Wafalme wa pili mlango wa pili mstari wa 23 hadi 24. Wafalme wa pili mlango wa pili mstari ule wa 23 hadi 24. Akakwea kutoka huko mpaka Betheli. Naye alipokuwa akienda njiani, wakatokea vijana katika mji, wakamfanyia mzaha, wakamwambia, "Pa, wewe mwenye upaa, pa, wewe mwenye upaa." Akatazama nyuma, akaona, akawalaani kwa jina la Bwana. Wakatoka dubu wawili wa kike mwituni, wakawararua vijana 42 miongoni mwao. Mimi nilikuwa nataka mstari wa mwisho. Vijana 42 miongoni mwao. Hapa hili tukio limetokea wakati Elisha ameachana na nani? Na Elia. Wakati Elisha ameachana na Elia, Elisha anarudi, anafika mahali wale, kumbuka hawa vijana walikuwa wanaitwa wana wa manabii. Kwa hiyo walikuwa wanajua movement zote. Ukisoma mistari ya nyuma utagundua hawa ndio walikuwa wanamwambia Elisha, bwana wako leo atachukuliwa, bwana wako leo atachukuliwa. Kwa hiyo walikuwa wanajua kilichotokea, kwamba sasa ameachwa peke yake, atakoma. Wakawa wanamzomea, wakawa wanamcheka. Hawakuwa vijana 42, walikuwa zaidi ya 42. Lakini yule dubu alipokuja, Biblia inasema akawararua vijana 42 miongoni mwao. Ni kama hivi alikuwa anachagua. Wale waliomtukana Elisha, huyu hapa piga, huyu hajatukana, huyu katukana, piga, huyu hajatukana, huyu katukana, piga. Kwa hiyo ni choosing, ilikuwa inachagua, ilikuwa inachambua. Kwa hiyo choosing curse ni laana ambayo inachambua, iende kwa nani, isiende kwa nani. Unaweza ukashangaa kwenye familia, watoto wa kike wanapataga shida fulani, wa kike tu. Wa kiume hawanaga shida. Unaweza ukashangaa watoto wa mama mdogo tu wanapataga changamoto fulani, wa mama mkubwa hawana shida. Hii shida iko kwa watoto wa shangazi tu. Ni laana inayochagua iende kwa nani, iende kwa upande upi. Huyu dubu alipotokea, Biblia inasema akawararua vijana 42 miongoni mwao. Maana yake walikuwa zaidi ya wale, lakini wale waliomtukana Elisha, wale waliomkejeli Elisha ndio walioraruliwa. Na kuombea ili laana isitokee kwenu. Na kuombea ili laana isitokee kwenu. Sema Baba, katika jina la Yesu. Laana ya namna hii inayoleta mateso kwenye familia isitokee tena. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Laana inayotesa watu, inayoumiza watu kwenye familia, inayochagua aidha jinsia au umri, inaifuta leo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Piga makofi, omba kwa dakika moja. Jelekete ina mandelekete bia. Hiyo laana inayochagua jinsia, inayochagua watu, ifute kwa damu ya Yesu. Ifute kwa damu ya Yesu. Ifute kwa damu ya Yesu. Hiyo choosing case ifute kwa damu ya Yesu. Jesus name we pray. Amen. Sasa andiko la nyongeza hapo ni kile kitabu cha Wafalme wa pili, kitabu cha Hesabu. Hesabu mlango wa 12 mstari wa kwanza hadi 12. Ngoja nikusomea hapo kidogo. Kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemooa. Maana alikuwa amemooa mwanamke Mkushi. Yaani Miriam na Haruni wamekaa wanamsema mtumishi, wanamsema kuhani wa Bwana. Tena wanamjadili kwa habari ya mwanamke aliyomooa. Yaani ni kama wanamsema mama mchungaji. Sasa wakati wanamsema, Mungu akawasikia. Mungu alipowasikia, ghadhabu yake ikawaka, akawaita watu watatu. Utasoma mpaka mstari wa 12. Akamuita Musa, akamuita Haruni pamoja na Miriam. Halafu Mungu akatokea kwenye nguzo, akasema nao. Akasema akiwepo nabii katikati yenu, nitaongea naye kwa ndoto na mafumbo, lakini sio kwa Musa. Kwa Musa naongea naye uso kwa uso, naongea naye live. Hakuna mtu aliye mwema duniani anayeenda sawa sawa kama Musa. Mungu akamwambia hakuna mtu aliyesimama kwenye haki kama Musa. Baada ya hapo ukoma ukamwangukia nani? Miriam. Miriam akapata ukoma. Miriam akapata ukoma, lakini Haruni akupata ukoma. Miriam akapata nini? Ukoma. Lakini Haruni akupata ukoma. Ila waliokuwa wanamdiscuss ni wote wawili, Miriam na nani? Na Haruni. Kwa nini Mungu alimspea Haruni alafu Miriam akapata ukoma? Ni kwa sababu Haruni alikuwa ni kuhani. Haruni alikuwa ni kuhani ambaye pia Mungu alimwandaa asaidiane na nani? Na Musa. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaangalia hili janga lipeleke kwa nani. Atatumia gharama yote ile amtetee mtumishi wake. Atatumia gharama yote ile amlinde mtumishi wake, lakini sio mtu ambaye anamsema vibaya mtumishi. Akaikwepesha ile laana, haijaenda kwa Haruni lakini kaenda kwa nani? Kwa Miriam. Miriam akaja ukoma. Na Haruni akajua moja kwa moja hapa tumekosea.
Haruni akaanza kulia, anamwambia Musa, tuombe kwa Mungu asife hata mmoja wetu kwa hili tulilofanya. Akasema tumefanya upumbavu mbele za Mungu. Nimekuwa nikiwaambia watu mara nyingi, mtumishi wa Mungu unampenda umpendi, achana naye. Unamwamini, achana naye. Hujui Mungu ameongea naye nini. Hapa kuna kitu kikubwa mno cha kujifunza. Yaani hujui Mungu ameongea naye vipi? Hujui Mungu na yeye wamekiana agano gani? Imagine wampata nafasi wanamuongea umbea. Mtumishi na yeye ameshiriki. Mtumishi Haruni. Halo? Na yeye amefanyaje? Ameshiriki. Lakini Mungu akamspare kwa faida ya baadaye. Mungu akamspare kwa kazi iliyoko mbele yake. Sometimes mtumishi anaweza kaongea. Ni mtumishi wako huko mtaani kwenu huko kwenye mtaa huko unapoishi, anaweza kaongea, usimsupport. Anaongea vibaya na wasema watumishi, mwache aongee. Anajuana na Mungu wake, anajuana na mtumishi. Lakini wewe don't be involved, uwe ni mtego. Inua mkono wako juu. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ikiwa kuna mahali iliwasema vibaya watumishi wako, naomba unisamehe. Naomba unirehemu. Laana hiyo isiwe kwangu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Laana hiyo isinipate. Na ukataa huo ukoma. Na kataa hiyo majaribu. Na kataa hiyo laana. Kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Mahali popote niliposhiriki kuwasema watumishi, niliposhiriki kuongea watumishi, Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Unajua hii ni simple. Ni simple na ni mtego ambao unajichanganya kiurahisi sana. Jamani nyie ni mashahidi. Nasikia hivi mama mchungaji anaendana kweli na mtumishi. Hivi mtumishi na huyu mama alimuokotea wapi? Unafikiria ni story, lakini Mungu anaihesabu kuwa ni laana na ni dhambi moja kubwa mno. Mcheke anavyotembea. Sangekuja hata hapa kanisani tumchagulie. Ni kweli Mungu alisema naye. Mbona mtumishi anaona lakini imekuaje? Yaani hapa kwa kweli hapa mtumishi hapa alichemka. Kwa hiyo nitakuwa tu tunamsalimia mama mtumishi. Tu tunamheshimu. Mungu anayehesabu. Tutakuja kufurika na ukoma. Halo? Sema Yesu nisaidie. Hii ni laana inayochagua. Wameongea Miriam na Haruni, lakini laana ikaenda kwa nani? Kwa Miriam. Haruni akabaki salama. Na Haruni alipobaki salama akagundua amekosea, akaanza kuomba toba na anamsihi Musa, tuombe kwa Mungu mtu asife. Sema Yesu nisaidie. Hanging curse, laana inayoelea. Mfano wake ni pale kwenye Yoshua 6 mstari wa 26. Hanging curse au laana inayoelea ni laana ambayo inatamkwa. Sawa? Ni laana ambayo inatamkwa kwa yeyote. Kwa yeyote. Hii haijawa specific. Ni kwa yeyote, lakini atakayefanya hivi. Ni kwa yeyote atakayekosea hivi. Hello? Inaitwa hanging curse. Laana ilitamkwa, sawa, na Yoshua. Yeyote atakayeinuka na kujenga huu mji, yeyote atakayeinuka na kujenga huu ukuta, akianza kuweka msingi, ni laana ya yeyote atakayefanya kitu fulani. So, kuna baadhi ya mazingira unakuta laana ilishatamkwa, jambo lishatamkwa, wewe umejipeleka mwenyewe. Ni laana ambayo mtu anajiingiza mwenyewe bila kujua. Kwani wakati unatafuta nyumba ya kupanga, unajua kwamba ile nyumba uliopanga pale chini walizikaga kuku. Kuku walikuwaga mwekundu au mchanganyikana na blue, afa na miguu ya pinki. Hello? Unajua kitu gani kilifanyika pale? Wewe hujui, lakini wewe umeenda pale kwa sababu una shida ya nyumba. Kwa hiyo hanging curse ni laana inatamkwa, alafu inakaa inasubiria nani atajichanganya, nani ataingia. Ukiingia tu inakuzoa. Sasa hii ndio pale mtu anasema tangia nifanye kitu fulani mambo yangu yameharibika. Tangia ninunue hii nyumba, tangia ninunue hili shamba, tangia nihamie hapa mambo yangu yameharibika. Kuna mabaya yalishatamkwa, yalikuwa nakusubiri uingie ili yakuzoe. Mazingira yote unayoishi, chochote unachokitumia, kabla hujakichukua, kikomboe. Tamka ukombozi, nyunyiza damu ya Yesu. Ni kweli hiyo nyumba unataka kupangisha ni nzuri, lakini je, kuna laana ilitamkwa upakoje? Kuna baadhi ya nyumba ukiingia unaweza ukashangaa waliweka maagano, laana ilitamkwa kila mwaka lazima afe mtu. Na unaingia ujui. Kila mwaka unashangaa unazika tu, paka unakuja kushtuka ndugu ameisha. Ni hanging curse. Laana inatamkwa, alafu inamsubiria mtu ajichanganye. Ukijichanganya na kwenda na wewe. Sema nakataa. Inua mkono wako juu.
Sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina laana yoyote iliyotamkwa kwenye mazingira ninayoishi, kwenye shamba ninalolima, kwenye ofisi ninayofanyia kazi, hiyo laana naifuta kwa damu ya Yesu. Naifuta kwa damu ya Yesu. Laana iliyotamkwa kwamba mtu yeyote atakayeendesha hili gari atapata shida fulani, mtu yeyote atakayepanda hili gari atapata shida fulani, hizo laana nazifuta kwa damu ya Yesu. Simama juu, omba, futa prayer. Fire prayer. Futa laana iliyotamkwa. Imetamkwa kwenye ardhi, imetamkwa kwenye maji, imetamkwa kwenye gari, imetamkwa kwenye mashamba, imetamkwa kwenye nyumba, kwamba mtu yeyote atakayeishi hapa, mtu yeyote atakayetumia hichi kitu mabaya mpate. Sema nakataa, ninafuta. Prayer. Kila laana iliyotamkwa inayokusubiri uingie, tunaifuta. Weka makofi yako pamoja, make a prayer. Futa kila laana iliyoandikwa, iliyotamkwa kwenye eneo fulani utakaloingia, utakalokanyaga, unaloishi. Make a prayer. Amen. Listen, hii ni serious agenda. Wewe ujui kuna watu walishatamka atakayefanya hii biashara hatafanikiwa. Kuna watu walishatamka atakayechukua hii frame hataweza kufanya biashara. Kuna watu walishatamka atakayelima kwenye hili shamba hatavuna. Inua mkono wako juu. Sema my father. Mungu unayefuta laana. Mungu unayeondoa makosa. Ninafuta laana zote zilizotamkwa kwenye ardhi, kwenye nyumba, kwenye mashamba, kwenye ofisi, kila eneo. Laana yoyote iliyotamkwa inasubiri niingie, initese. Ninafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta. Fire prayer. Make a prayer. Futa hiyo laana, ifute hiyo laana, ifute iliyotamkwa kwenye shamba, iliyotamkwa kwenye nyumba, iliyotamkwa kwenye ofisi, iliyotamkwa mahali fulani, inasubiri uingie ili ianze kukutesa. Tunaifuta kwa damu ya Yesu. Tunaifuta kwa damu ya Yesu. Make a prayer. Clap your hands, make a prayer. Watu wa Mungu wanaomba, chachama. Usichukulie kawaida. Huo ni mtego. Walishatamka ukiingia kwenye nyumba utafiwa na mtoto. Walishatamka ukiingia kwenye ile eneo mambo yako yataharibika. Walishatamka siku utakapoolewa ndio siku ambapo biashara itakufa. Walishatamka utakapooa mke wako mimba zitaharibika. Walishatamka utakapooa utafukuzwa kazi. Kataa hizo laana. Futa hizo laana kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Fire prayer. Tunafuta hiyo laana. Marakatala bahataliga leproso preentelekida lesopa katayaba bela katala katalida. Tunaifuta. In Jesus name we pray. Amen. Inua mkono wako juu. Sema laana yoyote iliyosababishwa na dhambi zangu haitasimama. Ninaomba toba leo. Najiweka wakfu mbele za Bwana. Bwana Yesu. Inawezekana kuna laana imeandaliwa. Nikifika umri fulani hiyo laana inipate. Inawezekana kuna laana imeandaliwa. Nikipata cheo mabaya nipate. Leo nakataa kwa damu ya Yesu. Leo nakataa kwa damu ya Yesu. Ninafuta kila mpango wa adui hautatimia juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema amen.